Hizi kwanza tunalipia hapa. Mambo mengine endelea. Maamuza. Ongeza vitu. Yaani wewe ndo kuniletea mimi urafiki wa mijino. Unanichekea tukiwa pamoja ila moyoni mwako umekunja kama korosho. Unajua kabisa mimi nina matatizo nyumbani kwangu hakukaliki na nimekufuata nimekwambia unisaidie. Kumbe shilingi 10,000 unayo, umeacha kusolve shida yangu kule, unakuja kulipia pombe. Uko serious kabisa mwanangu? Wewe ndo unasema mimi rafiki yako kweli, urafiki yenyewe kama huu wa kinafiki. Wewe una akili kweli wewe? Mimi nikikwambia kila siku mjusi haujavuka, unakuwa unashindwa kuelewa. Wewe bado haujavuka kaka. Sasa shida za nyumbani kwako mimi zinanihusu nini? Yaani nishindwe kufanya matumizi yangu, niangalie mjusi leo ana matatizo haya, ana shida hiki, baba. Yananihusu nini? Mpaka wasanii wanaimba, ukiona wenzio wanalia, ujue sisi tunacheka. Profesa Jay kaimba hiyo nyimbo na kuelekeza. Kama unakunywa pombe kunywa, kama utaki tembea na Yesu. Sasa ndugu yangu mimi nakunywa vipi? Yaani hapa nakunywa kwa shida ambazo zimenikaba ndo maana nakunywa. Wewe unashindwa mimi kunisaidia shida zangu, mimi nakwambia afu unaniambia kwamba hazina maana. Are you serious? Are you crazy boy? Yaani wewe ndugu yangu Uzoma ndo wakusema mimi shida zangu hazina maana? Kweli kabisa unaongea majambo kama hayo? Na nimekufuata ndugu yangu nikwambia twende ukanisaidie na umekubali. Leo unasema mimi shida zangu hazina maana? Una lengo gani na mimi ndugu yangu? Unataka niangamie baba? Ndio nakuelekeza kwanza usizungumze chochote, umenitibua mwanangu. Usifananishe pombe na vitu vya kijinga. Usifananishe pombe na shida zako mjusi. Sawa baba. Wewe baba kunywa. Sawa. Na kuna kuelekea sasa hivi na kuuzia pombe. Hapa kila glasi tutafanya hela. Na kukopesha hii. Haina kukopesha. Kila glasi moja na kukopesha buku mpaka 10,000 ishe. Baba, yani mzigo nilionao tena uniongeza na mwingine. Na natoboa vipi mimi ndugu yangu? Wewe hiyo tufanye kama ustaarabu tu. Mimi hela nitoe wapi ya kulipa wewe ndugu yangu bwana? Hebu acha hizo mambo. Sasa nikuulize, pombe na matatizo yako kipi bora? We. Pombe ndo bora. Sasa shida sizipo kila siku huko shida. Shida kuna mtu aliyokosa kuambiwa shida. Hizo zipo. Pombe ndo kila kitu hapa. Na ndio maana tunakuja tunalewa tunamoka tunawaka. Usifananishe pombe na vitu vya kijinga. Sawa tajiri. Wewe moyo nini? Maamuza ongeza. Wewe mwalimu Silikwe. Mwalimu. Nini sasa jamani? Njoo basi tuongee. Mimi naogopa utanipiga. Kukupiga? Mimi kwa nimekuja hapa tupigane? Mimi nimekuja hapa kwa amani. Nataka utoke nje tuzungumze. Nashangaa wewe unaniona unakimbia ndani. What the problem my brother? Njoo basi tuongee. Nataka kuongea na wewe. Mama Chido, naomba unisamehe sana. Don't worry baby. Listen to me. I was forgive you for long time baby boy. So don't worry about me. Lakini leo nimekuja na jambo zuri. Nataka mimi na wewe leo tujifungie ndani. Hakuna mtu yeyote kutoka. Yaani leo sijaja kwa ajili ya hela, sijaja kwa ajili ya madeni. Nimekuja kwa ajili yako. Let's go inside. Mama Chido, mimi nishajua janja yako. Yaani umenifumania, afu unataka kurudisha ndani. Ukishasikia mabani hiyo ndio sasa unataka kuniua. Mimi ni mwalimu, tena by professional. Nina akili zangu. Kama ni nyumba nakuachia.
Sasa mke wangu, ukiwa unalia tu uongee kitu chochote, mimi nashindwa kuelewa. Unalia kwa sababu umekosa fomu au unalia kwa sababu gani? Unajua nyinyi watoto wa kike mnashinda kueleweka kitu kimoja. Mkiwa na furaha mnalia, ukiwa hauna furaha, kuna kitendo kimekusikitisha, unalia. Kwa ukiendelea hivyo, mimi nashindwa kujua kitu gani ambacho kinakuumiza au kitu gani ambacho kinakutoa machozi. Hivi Martin, yaani wewe na Mwalimu Siringo una mpango gani na mimi? Mimi na Mwalimu Siringo tuna mpango. Mpango wana watoto wa chuo. Washapiga madigiri yao huko, ndio wao wanaweza wakajiamulia wafanye nini katika maisha. Mimi na Mwalimu tuna mpango wa vipi? Hivi unajua Martin, tulitumia nguvu sana kumpata Donyo. Tulipitia njia ngumu ili tuwe na mtoto. Sasa usitake kuongeza mtoto mwingine kupitia binadamu wa kawaida. Na siwezi kufanya hivyo mke wangu. Hayo haiwezi kutokea. Niamini mimi. Wewe ni nani wewe? Na huku niko wapi mimi? Ipo siku utanijua mimi ni nani. Na nimejaribu kukuonyesha tu ukuu wangu kwako. Lakini mbona kila nikitazama taswira yako unafanana kabisa na Donyo, mtoto wa Martin. Wewe ni Donyo? Mimi sio mtoto wa Martin, bali ni kivuli cha mtoto wa Martin. Hebu nisamehe sana. Niweke wazi mke wangu, kuna kitu gani kinachoendelea? Mwalimu amekulazimisha tena kuingia chumbani? Mwalimu alitaka kunibaka. Bahati yangu alivyotokea Mama Chiduo ndio mimi nimenusurika. Mwalimu ametaka kukubaka? Kubababake. Atishibara elimu penzi waona jihaya. Wachika mezani. Au wewe ulipo mwalimu? Haya, viaza mezani na tena peku. Unajiamini mwanetu. Hongera. Kidogo nilikuwa na wasimamia watu shambani pangu hapo. Kwa hiyo viatu nikaa nimefisahau kule. Shida nini? Mbona unanyari kama hivyo? Yaani kana kama vile nimekuulia mtoto kidole wangu, Yaani huu mnyalo unahusu wewe. Na huu mnyalo ni kama una kesi ya uhaini mahakamani. Nadhani unaijua kesi ya uhaini. Sio ngeni maskini kwako. Hivi unapojikalisha ya kimya. Muda wote huu unanikalia mimi kimya. Yaani unaniboa. Hivi unajua kama unaniboa? Afu unakuja chio, si nini kidoli wangu. Hai, kimekusimu nini leo? Mpaka umekuja nyumbani kwangu au mpaka umenikumbuka? Wewe mwenyewe unajua wazi kabisa kwamba hakuna mwanamke mwingine kwenye hii dunia anayenipatia kama wewe, mpenzi wangu kidogo, Na ndio maana leo nimekuja kwa ajili ya kuweka mambo fulani sawa. Kivuli cha mtoto wa Martin? Una maana gani kusema hivyo? Baada ya kukosa harisi, ikatafutwa halisia, ikapatikana kwa mizimu waliohifadhi halisi ya mwanadamu akitaka utajiri na sio kujaza dunia. Mbona mnazidi kunichanganya mizimu? Yaani wewe baba ni mnafiki wewe.
Haya, basi ukishindwa kuona hivi, zionee huruma hata hizo ndevu kwa unafiki wako. Kinachokufanya sasa, kama kweli mimi unanipenda, kinachokufanya unanikaliaga kimya. Wiki 2, miezi 3. Yaani nikikaa kimya kabisa inaweza kapita mwaka na uhusiano likaisha. Ni kitu gani? Iko hivi, sasa kipindi hichi ni kipindi cha mitihani ya darasa la 7. Katika jopo la walimu ambao wameitwa kwenda kuchunga mitihani na baraza, na mimi nimeitwa. Ndio maana naona niko busy. Na hilo nakuaminia. Maana yake wewe una mitihani, ukiachilia mbali hiyo mitihani ya shule, una mitihani hata ya dunia. Hapa duniani, wewe kwa mitihani unaongoza mwalimu. Sasa zia kwanza hii. Wanawe. Yaani leo nataka tujifungie huko ndani na mtu yote asijue kama niko hapa yani. Tulie. Alafu nipikie mapochopocho fulani hivi amazing kama kule Tanga misa nini design nini. Yaani mjapo kunionyesha karashe kama na hii hapa ndio ya kuandalia mapochopocho. Sawa baby. Nakupenda. Nakupenda mimi. Niko ndani. Karibu. Mungu anipe nini kidogo. Midonda nijikune nipite na jikuna huko njiani. Huyu ndo mwanaume wa mtoto sana. Jamani, kanipatia 10,000 naitia huko. Hapa tunatumia 5,000. 5,000 nyingine napeka kwenye vikoba. Jamani, mimi nampendaga jamani. Hivi ndo vitu vyangu kabisa. Leo huyu nitampa staili ya kiwete, popo kwenye mbingu, kiuno kimvunjika. Mama anakuambia nipeleke bondeni kwa Nadia. Kama naona nyampocho. Unakumbuka masharti yako uliopa na mizimu? Ndio nakumbuka. Niliambiwa sitakiwi kuwa na mtoto. Wakaniambia pia sitakiwi kuzini kwa maamuzi yangu. Lakini waliniongezea wakasema mimi sitakiwi kumiliki usafiri wa aina yoyote. Nitaishi kwenye jumba nzuri na nitakuwa napata pesa kupitia wao. Walichukua mbegu zako ili kutimiza ndoto zako, si ndio? Ndio. Nakumbuka. Sasa unajua kama una watoto huko mtaani. Watoto tena? Punguza dharau. Na kwenye masharti yetu lazima mwanamke awepo ndani. Ili ufanikiwe, lazima uvishinde vikwazo. La sivyo, kila kitu kitapotea maishani mwako. Lakini amka. Amka. Amka! Natamani sana mwanangu usome, lakini sio kwa staili. Yaani mimi najua shida ya maisha na furaha ya maisha. Siwezi kuuza utu wangu kwa ajili ya kumfurahisha mtu ili wewe usome. Aje ni kuahidi kitu binti yangu. Mimi ni mama yako. Na kuahidi utasoma. Tena utasoma vizuri sana. Lakini sio kwa njia hii. Utasoma kupitia njia sahihi.
Karibu sana Mama Donyo. Kwanza nashukuru kujitambua kwa kuja leo bila Donyo. Hii inaonyesha wazi kabisa kwamba unajua ninachohitaji sasa. Ninachojua hapa mimi, nimekuja kufuata fomu au kuijaza ili mwanangu aende shule kulingana na ulivyoongea na mume wangu. Basi. Sikiza nikwambie Mama Donyo, maisha sasa hivi ni magumu sana. Kwa hiyo hii kama nafasi ya wewe kuitumia kwa ajili ya kupata kitu fulani na mtoto aende shule. Na mume wako sio mjinga yeye kukuruhusu kuja hapa, akijua kabisa unakuja kumaliza mambo yote. Na nitakupa na pesa mama. Wewe, hebu jaribu kujiheshimu na unyeshimu mimi pia. Mimi ni mwanamke na akili zangu timamu. Huwezi kutumia shida zangu kwa ajili ya furaha yako. Kama unanipa fomu, nipe. Na kama una jambo lingine sahau. Sikiza nikwambie Mama Donyo. Kwani wewe ukinipa na mimi nikakupa, tukamalizana na mtoto nikampeleka shule nikampambania akasoma mpaka baadaye akaja kuwa mtu mkubwa kabisa kwenye nchi, kama sio waziri mkuu ama rais. Na tena ikiwezekana anaweza kaja kuwa balesa au mo. Kwa akili za Donyo zile atafaulu sana, atakuwa msaada kwako baadaye. Sawa Mama Donyo? Yaani umeshindwa kujipambania wewe, ukawa balesa, ukawa hata mwenyekiti, utaweza kumpambania mwanangu? Hebu jitulize wewe. Mama Donyo. Nielewe basi. We, ishia hapo hapo. Usije tena ukanigusa tena kwa siku nyingine. Wewe. Wewe, niache. Mwalimu anatufanya sio kitu kizuri. Hapana. Hapana. Mimi ni mama anayejitambua. Mimi ni mwanamke ambaye nathamini ndoa yangu na najua maana ya ndoa. Siwezi kufanya jambo kama hilo. Niliapa mimi, niliapa nitaishi kwa shida na raha. Asa hii ndio shida yenyewe. Nitapambana nayo niivuke. Nitaivumilia mimi Melissa jamani. Umeamuka binti yangu? Ndiyo mama. Sawa, nakupenda mama yangu, nakupenda. Nakupenda pia. Yaani hapo wewe ndio ungetakiwa uongee vizuri na mkeo. Kwa sababu mimi nimeenda mpaka kwa mwalimu. Nimemkuta mwalimu kakaa nje. Hakuna dalili ya mtu mwingine yoyote. Lakini sasa kilichonishangaza, kwa nini mwalimu alivyoniona mimi kakimbia? Why? Question mark. Yeah. Lakini serious ni kwamba wewe umefika pale hujamuona huyu mke wangu akiwa anabakwa, anataka kubakwa. No. Mimi sijaona dalili ya mtu kubakwa, sijaona dalili ya mtu yoyote. Ila sasa wewe inabidi uongee vizuri na mkeo. Kaa naye kwa kina. Na ukishindwa kuongea na mkeo kwa sababu wewe si wa kiume. Yeah. Mwalimu si wa kiume. Yeah. Face to face nenda ongea naye. Muulize, pengine unaweza kupata kitu. Mimi nakushauri tu. Lakini sasa unajua mambo ya mashikoro mageni, mimi nashindwa kuelewa. Kwa sababu unajua huku mke wangu anaongea vingine, halafu nikija huku yeye anaongea vingine. Hapa ndo nashindwa kuelewa kuna kitu gani kinaendelea. Sema na Yesu mwanangu, wewe sometime sikutusi. Yaani wewe unaendaje kumtuma mkeo kwa yule mwalimu uchwala? Mwalimu ambaye hajui hata taaluma yake ikoje. Uone kabisa wewe ndio ulienda kupatanisha shoti. Jaribu kujielewa brother. Sawa? Nishajielewa. Kiukweli kabisa nishajielewa. Kuna uwezekano mkubwa huyu mke wangu anafanya ya mambo kimakusudi ili mradi tu Donyo asisome. Naona kabisa ile picha jinsi linavyoenda. Yaani kuna visingizio anavileta. Hata kama mwalimu anamsumbua lakini sio kwa design hiyo. Maana yeye amesema kwamba yeye alikuwa anataka kubakwa, wewe ndio umetokea, umemuokoa. Wewe unasema hujaona kitu chochote. Uone hapo kama na vitu vinaendelea hapo. Mimi hapa sasa msiniweke mtukati. Mimi niko half to half. Sipo kabisa huko kwenye hizo mada. Tusiende mbali. Leo nataka mboga gani? Mchicha ama tembele?
Usipagawe, sema tu. Twende nikakuchumia. Matembele. Unataka matembele? Ya buku. Twende tu. Toka kuchumia. Jamani, wewe umefikafikaje huko? Yaani mpaka leo bado unanifuatafuata? Unataka nini mjusi? Au na leo unataka tulale wote? Unataka tulale kama juzi? Are you killer man? Are you crazy boy? Are you stupid boy? Yaani true kabisa, wewe ndugu yangu Uzoma unaniuliza mimi nimefuata nini? Eti nakufuatilia. Kwani swala letu mimi na wewe limeisha? Au makubaliano yetu mimi na wewe yamemalizika? Makubaliano yetu ndugu yangu ni kwamba tutoke na hapa tukasovu swala langu kwa mama Chiduo. Sasa tumelishalimaliza mpaka ukaniambia kwamba mimi nakufuata wewe. Ili swala likae sawa, liishe. Inatakiwa lile tulimalize. Baada ya hapo na free kabisa. Yaani na kuacha soft and clear. Sikufuata ndugu yangu. Lile tu tukilimaliza. Basi. Kumbe mwanangu wewe bado haujavuka. Basi sawa. Mimi nimezungumza na demu wangu, nimeongea naye vizuri na ameniambia leo anakuja nyumbani kwangu ili kusudi tulale. Lakini kwa sababu familia yangu umekuja na una matatizo yako kama ya juzi, mimi nampigia simu sasa hivi asije. Huyu mwanamke, wewe utachukua nafasi yake mjusi. Oya, nisikize baba. Inatakiwa ujue mimi ndio mwanaume wa kwanza kuwa na 9 pack duniani. Alafu kitu kingine nikwambie baba, kule Cuba baba, mimi sijaenda kukanda ngano. Kule nimeenda kucheza mambo ya kung fu panda. Sasa baba nakutengua sasa hivi, yani mabega kila kitu na kuacha kamfupa kimoja smooth. Jichanganye. Yaani hizo unazoingia hizo pigo ndio sasa hivi, yani nakuvuruga dakika 2 mbele. Oya. Mimi nakusaidia tu ulale ndani. Wewe utalala chali, mimi nitalala huku pembeni. Si kwa niaba kukusaidia kwa mama Chiduo. Mimi nitakubariki tu mwanangu. Wewe ingia ndani tulale wote. This is my way, my way. Njia ya